Niambie. Safi, uko poa? Niko poa. Mambo mengine? Fresh, tuna raha, tumeenjoy baada ya dabi ya Kariakoo kutamatika pale visiwani Zanzibar. Na kupelekea pumzi ya moto mpinzani wetu mpaka dakika hii. Makala zimekuwa ni nyingi, stories zimekuwa ni nyingi, maana baada ya kuwadhibiti kile ambacho watamani wakifanye hawaamini macho yao. Tumerejea Dar es Salaam, timu iko pale Mo Simba Arena inafanya mazoezi. Na tarehe 7 siku ya Jumamosi tutashuka dimbani tena dhidi ya CRB Federation. Kuna mchezo wa CRB Federation Cup dhidi ya B19 FC. Ni mchezo wa FA huo. Mara baada hapo siku 3 zinazofuata za mbele tutasafiri tunaelekea Singida kucheza na Singida Black Stars kuna uwanja wa Airtel. Baada hapo tutaelekea jijini Arusha kwenye mji wa kitalii huo kucheza na TLA United tarehe 14. Mara baada hapo tutaelekea jijini Mwanza, tutasafiri zaidi ya kilomita 1226 kwenda kwenye mji wa miamba na samaki pale kucheza na Pamba FC kwenye uwanja CCM Kirumba. Baada ya mchezo huo tutarejea Dar es Salaam tena kilomita zaidi ya 1200 kuja kucheza tena tarehe 22 na TRA United tena katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo ni ratiba ngumu ambayo Simba tumepewa. Ratiba ngumu ambayo kila mwana Simba atakiwa jiandae nayo, wanachama, mashabiki. Tunaiomba tena benchi la ufundi la klabu ya Simba lianze kuandaa wachezaji vizuri, lakini pia tunaomba wachezaji wetu nishati na nguvu walioitoa siku ile ya dabi pale tarehe 1 mwezi wa 3 kwenye uwanja wa New Amani Complex na kuweza kucheza mpira mzuri ambao kila mwana Simba amefurahia, basi waioneshe hiyo kwenye michezo hii 5-6 ambayo tumepangiwa kwenye ratiba ngumu, ili kila mchezo mmoja tuweze kuvuna alama 3 ambazo zitatufanya tuendelee kuwa na nafasi nzuri ya kupigania ubingwa. Ukiangalia na ratiba ambayo tumepangwa sio ratiba rafiki, ni ratiba ngumu, maana kila baada ya siku 3 Simba atakuwa na game moja. Kwa hiyo wachezaji watachoka, mwalimu atakuwa anafanya rotation ya game after game kwa ajili ya kupumzisha baadhi ya wachezaji, lakini kimsingi kwa sababu tuna wachezaji wazuri kama kina Libase Gueye, Aniseti Aula, Inos Jospin Liomba, mmoja wa shambuliaji hatari sana, Sulemani Marimu yupo kwenye form kubwa sana, Kratos Chama yupo kwenye form, Yusuf Kagoma yupo kwenye form, Alassane Maodo Kante unaweza kufikiri Rodri au unaweza kufikiri ni Xavi, Rushin Delok, mmoja wa mabaki bora sana ambao tunao kuna eneo la defender, lakini tunaye Ismail Traore, tunao Shomari Kapombe, Nixon Kibabali, wote wako fiti kwa ajili ya kupambana hizo mechi. Tunatakia tu kila laheri, Mwenyezi Mungu awaepushe na majeraha, waweze kutimiza majukumu yao na hatimaye Simba endelee kujikita kileleni, kwa sababu msimu huu ni msimu wetu wa kuchukua ubingwa. Mtani hawezi kuchukua ubingwa tena msimu huu, Simba tunachukua ubingwa. Sawa, lakini Dr. Mo baada ya dabi ya Kariakoo kutamatika, kuna klipu ambayo aliposti msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, ambao nahisi uliiona hiyo clip. Sasa ile clip alimnukuu baadhi ya mchambuzi mmoja wapo wa soka la Tanzania. Unafikiri inaleta picha gani kwa katika soka hili la mpira? Ambukia anapaswa kufukuzwa kazi. Hafai kuwa mchambuzi wa kituo chochote cha habari, kwa sababu amekiuka misingi na weledi ya utangazaji. Wakati tathnia hii sisi tunaheshimu, tathnia ya mawasiliano na habari tunaheshimu sana, ila kuna watu wanainajisi, kuna watu wanaikosea pakubwa hii tathnia ambayo kuna wazee walipambana manguli kuifikisha na kuiheshimisha hapa ilipo. Unapokuwa mchambuzi au mtangazaji kama Ibrahim Ambukile, unaikosa weledi, unaishi katika misingi ya double standard, misingi ya bias, misingi ya chuki, misingi ya kishabiki. Hupaswi kuajiriwa na chombo chochote, kwa sababu wewe huna ethics, professionalism za hiyo kazi. Na tuna mashaka na vyeti vyako vya uandishi wa habari, kwa sababu waandishi wa habari wote wamepewa ithibati. Unapewaje ithibati mtu wa design hiyo, ambaye tunajua kabisa wewe mtu akikusikiliza anajua anamsikiliza shabiki wa nyuma mwiko. Unanielewa? Kwa chuki, kukosa weledi, kukosa maarifa, namna ambavyo una address mambo yako, mtu anajua kabisa hata kama hujavaa jezi, anajua unaona si avae jezi tu kama Dr. Mo. Unaelewa vizuri? Shabiki wa Simba, unaelewa? Kwa hiyo Ibrahim Ambukile ametukwaza wana Simba sana. Amekosa maarifa, amekosa ethics, professionalism ya kazi ya waandishi wa habari, kazi ya utangazaji. Amekosa weledi. Ninawaomba bodi ya ithibati imuite, ikiwezekana mnyanganye, kama imempatia leseni ya ithibati basi imnyanganye. Sisi hatukwaza sana. Yeye pamoja na Asrafali. Subiri. Yeye pamoja na Asrafali. Unajua uchawa umekuwa ni shida sana. Uchawa ni tatizo.
Uchawa ni tatizo. Na hii ni shida ni nini? Hivi ndio chuoni unafundishwaga hivyo? Hawafundishwi hivyo. Yes. Kama kuna mahali ya waandishi habari, kwa nini anayapoka? Kwa nini anayakiuka? Alafu bado bodi ya ithibati ipo. Mzee wetu Tido Muhando, muangalie huyu Ibrahim Ambukile na huyu Hans Raphael, hawa wafai kuwa kwenye vyombo. Wakauza hata dagaa. Kazi ziko nyingi. Sasa fikiria hadharani kabisa mtu mmoja anakuambia Simba hii mbovu itapigwa bao 8. Brother. Na unajua doctor, ndio maana kuna tofauti kati ya mchambuzi na shabiki. Shabiki anaonyesha kabisa mapenzi yake. Shabiki manaye kama mimi siwezi kuisifia Yanga. Mimi kazi yangu ni upande wa Simba. Yaani hiyo ni sifa ya shabiki. Unaona nzuri? Lakini mchambuzi anatetea. Yes, mchambuzi, mtangazaji unatakiwa balance story. Uongee kwa professional entity. Ili watu wakuelewe. Yes, naam. Huyu ni mchambuzi kaongea, huyu mtangazaji kaongea. Sasa tunafuata vijana kama hawa ndio watu haribia waandishi wa habari wengine wasipate kazi. Unaelewa? Kuna vijana kibao mtaani hawana ajira. Wana uwezo mkubwa zaidi ya Ibrahim Ambukile. Wameshindwa kupata kazi sababu yeye yuko pale. Unaelewa? Lakini kuna watu smart tuwaweka pale wananyoka. Kwa hiyo kimsingi nalani vikali na nimeomba mzee wangu Tido Muhando ambaye anasimamia bodi ya ithibati. Waandishi kama hawa ni wakuitwa kwenye bodi ya ithibati. Ili waonywe au wanyang'anywe leseni kabisa ya ithibati ili wajutie yale makosa ambayo wameyatenda, kwa sababu kama tutaacha tasnia itanajisiwa. Tasnia hii muhimu sana. Unazuri? Ni tasnia ambayo ni muhimu mno, haipaswi kunajisiwa na mtu yoyote. Unanielewa? Kwa kimsingi ndio hivyo, na ndio maana unaona semaji la kafu, mmoja wa waandishi nguli, mmoja wa waandishi wa habari wa bobezi, Semaji Ahmed Ally, ni mwandishi wa habari mwenzeni yule. Kafanya kazi kwenye vyombo vikubwa. Huyu hata chombo kikubwa ndio hiki cha kwanza kafanya, EFM. Unaona? Ahmed Ally kafanya kazi kwenye vyombo vikubwa katika misingi ya waandishi wa habari. Mpaka anakuja Simba, sisi watu wote tulikuwa tujui ni timu gani. Yaani mpaka sisi tunamwajiri Simba tulikuwa tujui timu gani, lakini leo unaona anaposimama. Unaelewa? Ni mtu ambaye anajua. Sasa huyu Ibrahim Ambukile na Hans Raphael, hawa watu sisi watukwaza. Yaani ni kero kwa wana Simba kwa kweli. Lakini nashangaa sasa mamlaka bado zinaendelea kuangalia, wanaendelea kufanya huo uozo wanaendelea kufanya. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni kitendo ambacho tunataka tukilaani watu wote kwa ujumla, sababu mimi ukinikwaza muangalie Jemedali. Jemedali Saidi ni mmoja wa washangazaji bora sana. Ni mmoja wa wachambuzi bora sana. Jemedali kama sio mtu wake wa karibu wewe, huwezi kujua timu yake ipi. Unaelewa? Yaani ndio kama unamsikiza mara ya kwanza ndio umewahi kumwona kwa mara ya kwanza. Wala huwezi kujua timu yake ni ipi. Wanaojua timu yake Ahmed Ally Jemedali Saidi ni ipi ni wale ambao karibu naye ndio jamaa fulani. Lakini anaangalia anavyosimama. Anaelezea ukweli with facts. Kama timu yake anayoipenda anaiambia ukweli, kama timu yake isiyopenda anaiambia ukweli na hamuonei mtu. Huo ndio uchambuzi sisi tunautaka sisi. Sio uchawa tu baadaye wewe ndio kavute basha. Ni upumbavu wa hali ya juu sana, ambako wazazi wetu wameuza viwanja, wameuza mashamba, wameuza mbuzi na ng'ombe tukasome. Hawajatu tukatumikie watu kwa staili hiyo. Unaelewa? Kwa kama mimi kama shabiki maarufu wa klabu ya Simba, shabiki mwenye influence kubwa kwa mashabiki wote Tanzania, ninao nafasi ya kukemea na kulani kwa sababu ni mdau mkubwa wa soka. Umeelewa? Na Dr. Mo, tuangazie leo Young Africans anacheza dhidi ya Singida Black Stars. Kaka hamna mechi bwana mechi. Kuna mechi hapo kaka. Hapo si Abdalla na Dura. Na Dura. Sonche na Kapeto. Yusufu na nani? Na Mustafa. Kaka hamna kitu. Hapo mechi hamna. Hapo mshindi anafahamika. Mshindi nani? Hasa si mshindi si Yanga. Unajua? Brother, hao ni watoto wa baba mmoja wanapigania zizi moja. Kinachofanya nini? Kaka hamna mechi hapo. Mechi tutakayoshuhudia sisi msimu huu mechi tamu. Ni ya Simba na Yanga tuliona mara ya kwanza. Ni ya Yanga na Azam zote mbili, home and away. Hizo ndio mechi tutazishuhudia sisi, na Yanga na Mbeya City marudiano. Unaelewa? Hizo ndio mechi tutaziona sisi. Lakini hao kila Singida la Yanga ni mtu tukua na doto. Tuone hata wachezaji wanapeana. Lakini Dr. Mo, unaweza ukashangaa leo Singida akajinyakulia pointi. Hana uwezo huo. Yaani uwezo wa kumfunga Yanga anao akiamua. Singida Yanga anakaa. Tuna hata bao 3. Ila uwezo huo leo kwanza anachezeshwa wachezaji wa kawaida mno. Wale wote vifaa watawekwa nje kwa ajili ya mechi ya Simba inayofuata
Wanawapumzisha wachezaji. Ya tarehe 10 ngapi? Tarehe 11. Kwa sababu mechi hii wao bora wapoteze mechi ya Simba washi. Leo hamna game hapo kaka. Watoto baba mmoja hao kula doto. Wanagombania nyumba nani, wanagombania kiti cha kukaa. Baba ndo anaamua mkubwa kae. Mtoto kaa chini. Umeelewa? Mtoto hapo Singida. Sasa unafikiri nani? Shamezaliwa bavuni wa nyuma mwiko. Kwa hapo hakuna game, mimi najua na ndio maana tutasiangaliage mechi zao. Napata ni mechi kisha na Instagram kubelewa hivyo. Hamna mechi. Mara ya mwisho Singida na Yanga wamecheza. Umepata game tough lini? Game ya Zanzibar ile pale. Ile baada ya kusemwa sana. Yaani walisema sasa basi watu waoneshe upinzani. Unafikiri kwa nini Patrick Ose alifukuzwa? Ilikuwa juu tu alifunguka vitu. Unajua kwa sababu kwa nini alifukuzwa? Mabosi wamwambia lainisha, yeye akasema hapana, mimi ni professional coach. Nasimamia majukumu yao, kakakaza, unakaza, kwenda. Sasa mabosi wanakuambia mimi nalainisha. Watu washinde kirahisi. Wewe unakaza. Akafukuzwa. Sisikia alivyozungumza. Nisikia. Sasa ndio maana akikazwa siku ile wakapata bao moja kwa tabu. Mimi nakwambia Singida kwa quality wachezaji walionao. Kwa ubora wao Singida brother. Yanga hawezi kufunga. Hana uwezo huo. Anakaa asubuhi tu. Ila uwezo huo utaona leo. Ila wakiamua wacheze sasa. Yaani hiyo bosi wao huyo akiamua sasa, sikilizeni, tuwafunge Yanga. Ndio watafunga Yanga. Ila huyo bosi wao hawezi kukubali kwa sababu ni mnazi wa Yanga sijaiona. Yanga akifungwa anaugua kabisa. Na kula hawezi kula wiki nzima. Dr. Mo, tumalize na hili. Ni kweli kuna ligi ya Yanga na ligi ya klabu nyingine, kuna ligi yetu. Kuna ligi gani? Kuna ligi mbili. Ligi ni moja. Ligi ni moja ya NBC Premier League, na nichukue nafasi hii mimi kama mdau wa soka mkubwa Tanzania. Na nichukue nafasi hii mimi kama balozi wa bodi ya ligi Dr. Mohamed Hamisi. Tuna ligi bora sana ambayo tujawahi kuiona. Ligi yetu hii ya NBC Premier League ni ligi ya 5 barani Afrika kwa ubora. Ni ligi ambayo ndio ligi pekee ambayo imeingiza timu 4 kwenye group stage ya CAF Champions League, timu 2 na CAF Confederation Cup timu 2 msimu uliopita, msimu huu. Hakuna timu yote ya nchi yote ligi yake ifanya hivyo. Tanzania tumeweza. Chini ya nani? Wallace Karia. Apepewe sana. Rais makini, rais mbeba maono. Chini ya viongozi wa bodi ya ligi wote ambao wanapambana usiku na mchana kuhakikisha ligi hii inakuwa bora. Umeelewa? Kuingiza timu 4 kwenye mashindano ya CAF, timu 2 CAF Champions League, timu 2 kombe la shirikisho barani Afrika. Sio kazi nyepesi, hata Misri wameshindwa. Morocco wameshindwa ambako ndio mpira unatoka huko ukanda wa Yunaf wameshindwa, ila sisi ligi yetu ya Tanzania ni bora, imeweza. Unanielewa? Ligi yetu Tanzania imetoa timu zilizoingia top 10 ya Afrika, Simba ya 5 barani Afrika kwa ubora. Ligi yetu Tanzania. Umeelewa? Kwa hiyo ligi yetu ni bora sana, na anayekwambia kuna ligi ya Yanga ni muongo. Yanga hana ligi yote. Ligi ni ya NBC Premier League, huyo ndio mdhamini na heshimike. Katia bilioni 65 huyo mdhamini wewe. Mdhamini wa NBC Premier League ametia, benki ya biashara ya NBC imetia bilioni 25 ligi hii ichezwe. Ndio maana saizi hakuna timu nasikia imekwama kusafiri kwa sababu kuna yupo mdhamini mkubwa aitwa NBC, benki ya NBC, benki yetu taifa imetia hela za kutosha. Leo timu zote unazoona wewe hata zenye vipato vidogo zinasafiri vizuri, zinalipwa wachezaji vizuri kwa sababu yupo mdhamini NBC National Bank of Commerce. Umeelewa vizuri? Na ligi hii inasimamiwa na Karia, mwenyekiti anasimamiwa na Karia, lakini pia mwenyekiti wa bodi anaitwa Nasoro Idrisa ambaye ni rais wa Azam. Sio nzuri? Yupo Ibrahim pale, Chuma Makini, yupo CEO mpya amekuja pale na watu wengine makini wako kwenye bodi waisimamia ligi la kwenda hivi kama moto. Ndio maana mechi ya juzi paka Ulaya wameiangalia mechi ya dabi, moja ya dabi bora sana barani Afrika kwa sisi, dabi ya 3, dabi ya kwanza Zamalek na National Ari kanda wa Yunaf. Dabi ya pili inakuja ni Raja Casablanca na Wydad Casablanca. Inaitwa Casablanca dabi hiyo. Dabi ya 3 Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs. Kaizer Derby. South Africa. Inakuja dabi ya 4 Simba na Yanga. Afrika 4. Unafikiri mchezo wewe? Hii kazi kubwa ifanya Karia na watu wake na TFF yake na bodi ya ligi. Karia apepewa akae hata milele. Yaani Karia akae madarakani mpaka Mungu atakapomtoa waniu atakapomuondoa duniani. Karia akae madarakani mpaka Mungu atakapomuondoa duniani. Sasa kama sifa ya kiongozi ni kuletea maendeleo, na yeye Karia analeta maendeleo chini ya Karia, mpira unang'aa, TFF inang'aa, bodi ya ligi inang'aa,
ligi yetu inang'aa, Taifa Stars inafanya vizuri, tunaingia AFCON, yeye ndo ana host AFCON. Kwa nini asikae madarakani mpaka Mungu atakapomtoa? Asante. Naam, hayo ni maneno yake shabiki wa Simba kindaki kutoka hapa Sinza Madukani, Dr. Mo. Lakini ulikuwa nami Spotlight Queen of the Pitch. Nikukumbushe kwamba leo jioni kutakuwa na mechi Singida Black Stars dhidi ya Yanga ambayo itachezwa pale uwanja wa Airtel Singida.